Unasemaje, habari yako? Safi kabisa. Uko vizuri? Namshukuru Mwenyezi Mungu niko sawa sawa. Za majukumu? Safi. Mambo yanakwenda vizuri kabisa. Mdogo. Kuona siku mbili hizi kaka, hujakuwa mnyonge. Uwezi kuwa mnyonge kwa Simba hii. Unaweza kuwa mnyonge kwa kila kitu kikitokea katika maisha yako. Ama unaweza kukata tamaa kwenye kila kitu katika maisha yako. Lakini huwezi kuikatia tamaa au kuwa mnyonge kwenye Simba hii. Na Simba ya kimataifa hususan, mimi ni Simba ambayo huwa nina matumaini na imani nayo kubwa sana. Simba hii ya kimataifa imeshapitia magumu mengi kweli kweli, na yote tuliyavuka salama. Kwa hiyo kupoteza bao moja dhidi ya Petro hakujanishtua hata kidogo. Kwa sababu nafahamu ama naijua Simba inapoamka kwenda kurejesha ufalme wake, nini ina uwezo wa kufanya. Ndio maana umeona sijatingishika pakubwa, kwa sababu najua itarejea katika mstari wake na mambo yatakuwa sawa. Hii ni Simba ambayo Toby, niwakumbushe tu watu, hii ni Simba ambayo ilishafungwa mabao 10 ndani ya mechi 2 kwenye group stage. Sijui umeelewa Shilingi ikageuka. Mechi iliyofuatia 3 mnyama akachukua alama 3. Mechi iliyofuatia mnyama akachukua alama 3. Mechi iliyofuatia mnyama akachukua alama 3, akaenda hatua ya makundi. Hii ndio Simba ambayo mimi ninaifahamu. Hii ni Simba ambayo mechi ya kuwania kufuzu kwenda robo finali, sisi na IS Vita Club. IS Vita anatangulia bao moja, mnyama anakuja anarejesha, mnyama anashinda siku hiyo. Simba na Nkana, sijui umeelewa kwa hiyo matukio kama haya ya kufungwa mimi hayanishtui kabisa, zaidi ya kwamba yananiongezea umakini kwa kwenye roho ndogo, na kwa wageni wa Simba ndo anaweza akaikatia tamaa Simba. Lakini sisi tunajua Simba inaweza kuamka kwa namna gani na kurejea kwenye makali yake. Hii Simba Toby, tushakula bao 3 bila kwenye mechi ya hatua ya makundi ya kwanza kama hii ya juzi. Raja Casablanca anakuja nyumbani kwetu, anatupasua bao 3, kila mtu haamini macho yake. Nyama anatoka hapo anakwenda zake Guinea, anakwenda kucheza na Horoya ya Musa Kamara. Nyama anapasuka tena bao 1. Mechi 2 hatuna pointi hata moja. Group stage hiyo, sisi wenye roho zetu tukasema hapa tunavuka tu. Pamoja na yote hayo, Nyama hii anavuka vizuri tu. Mechi 2 hatuna pointi hata moja, hatuna goli hata moja. Tumesha dondosha alama 6 mechi 2. Tumebakiwa na mechi 4 pekee za kufanya maamuzi. Ndio maana mimi sishtuki, nimebakiwa na mechi 5, napata mashaka ya nini kwa Simba yangu? Ni mpira wa miguu, Nyama atarejea kwenye makali yake. Tukatoka hapo tukaenda tukamlalia Vipers nyumbani kwake, tukamlalia nyumbani kwetu, tukamtandika Horoya. Nyama anachukua alama 9, anaenda robo finali. Hii ndio Simba ambayo mimi naijua Tobias Sebastian. Kwa hiyo hainishtui, ni Simba ninayoijua ina uwezo wa kufanya kitu gani kwenye michuano ya kimataifa. Na ndio maana sisi kwa miaka 7 yote hatujawahi kuishia hatua ya makundi. Kwa miaka 7 yote, miaka miwili kombe la shirikisho, miaka 5 ligi ya mabingwa Afrika, hatujawahi kuishia hatua. Na sio kama mara zote tulikuwa vizuri, hapana. Kuna wakati tunatumia ukontawa na uzoefu wetu kuvuka hatua kama hii. Ndio maana mimi sina mashaka. Nimeumia kufungwa na Petro Atletico, sababu ni mpinzani mdogo ambaye sisi tulistahili kumfunga, na mchezo tuliutawala, tuliushika, tuliwazidi wapinzani wetu. Muona bana, kwa hiyo inauma kupoteza mchezo wa aina hii. Lakini kupoteza kule
hakuwezi kuniondolea mimi focus yangu, kwa maana ya Simba. Kupoteza kule hakuwezi kumuondolea Simba malengo yake, hakuwezi kumuondolea Simba mipango yake. Tuna uhakika kwa timu tuliokuwa nayo, uzoefu tuliokuwa nao, tuna uhakika wa 100% na kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu, Simba tarejea tu kwenye makali yake na tutakwenda hatua ya robo finali. Hilo wala halina mashaka, na mimi nichukue nafasi hii kuambia wana Simba, kwanza sio kila timu inapofungwa basi kuna matatizo. Sio kila timu inapopoteza mchezo basi kuna sintofahamu ndani ya timu. Sio kila timu inapopoteza mchezo basi kuna mipango ya nje ambayo imetuzidia na timu kupoteza mchezo. Wakati mwingine, ikiwemo wakati huu, timu inafungwa kwa sababu ya mpira. Yaani unakuwa huna maelezo mengi, ni kwamba nimefungwa kwa sababu ya mpira. Mpira umetaka mimi nifungwe, mpira umeamua mimi nifungwe. Tukiwa na mentality kama hizo wana Simba, itatusaidia pakubwa kuishi bila pressure ya kwamba mechi imeisha, anyway leo mpinzani amejitahidi na sisi timu yetu haikuwa kwenye ubora wake pengine, ama tumepoteza nafasi, mpinzani ametumia nafasi yake, mechi imeamua, tunajipanga kwenye mechi ijayo. Tukiwa na mentality hiyo tutaweza kuisaidia Simba yetu. Sio kila tunapopoteza basi kuna sababu nyingi. Haiwezekani kitu kama hicho. Yaani haiwezekani tatizo moja likawa na matatizo mengi. Sijui umeelewa kwamba mara si uwanja, mara makocha, mara asante. Haiwezekani. Tumefungwa kwa sababu ya kimpira, na ukishafungwa unarejea tena katika uwanja wako wa mazoezi, unarejea tena katika mipango yake ya kiofisi, unaangalia umekosea wapi, unaamka unajipanga tena, maisha yanakwenda. Sawa, hapo Semaji, tueleze sasa Semaji, ratiba ya timu, nini ambacho kinafuata, kwa sababu ratiba inaonyesha mchezo ujao tunacheza ugenini mwisho wa juma hili ambao tumeshalianza tayari. Mara baada ya kumaliza mchezo wetu wa kwanza dhidi ya Petro Atletico, sasa tunaingia katika mchezo wetu wa pili wa hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika, na kikosi chetu kinataraji kusafiri kesho alfajiri, kwa maana ya Alhamis alfajiri. Kwa mantikio ni kwamba usiku wa leo Jumatano kuamkia Alhamis alfajiri, ambayo itakuwa ni safari ya kutoka Dar es Salaam kwenda mpaka Addis Ababa Ethiopia. Baadaye tutatoka Ethiopia kuelekea moja kwa moja Bamako Mali kwa ajili ya mchezo wetu. Safari ya takriban masaa 8 mpaka 9 hivi ya kutoka Tanzania kufika mpaka Mali. Tutaondoka na wachezaji 22 pamoja na benchi la ufundi na viongozi wengine kadha wa kadha. Na kwa nini 22? Wapo wachezaji takriban 7 wanabaki, ukitoa wawili ambaye ni majeruhi, Hamza pamoja na Musa Kamara. Wanabaki wengine hapo ambao wanabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Mara nyingi huwa tukisafiri hatusafiri wachezaji wote 30, tunasafiri na wachezaji 22. Lazima kuna kundi la wachezaji linabaki kwa sababu za kiufundi za mwalimu. Sawa, tukitoka hapo mwisho wa wiki hii pia tuna mkutano mkuu. Pengine taarifa ambazo mpaka sasa zipo kwako kuelekea mkutano huo ni zipi? Kwanza kabla ya mkutano mkuu tuzungumzie kidogo mchezo wetu huu dhidi ya Stade Malien kutoka pale Mali. Kwanza lazima tutambue kitu kingine ya kwamba tunakwenda kwenye mchezo mgumu sana. Unajua mwanzoni kama unakumbuka tulifanya mahojiano na nikawaambia watu kwamba kundi letu hili ni gumu. Inawezekana tusiliangalie kwa macho makubwa kwa sababu hatuna timu maarufu. Petro sio timu maarufu, Stade Malien sio timu maarufu, nazungumzia Afrika. Kwa hiyo bado kuna ile kasumba ya kwamba timu kutoka kaskazini ndio timu ngumu,
na ukipangiwa na wa kaskazini maana yake umepangiwa na timu ngumu. Uhalisia hauko namna hiyo. Ni bora ukacheza na hizo timu za kaskazini kwa sababu udhaifu wake unafanana na huwa hawawezi kujinasua kwenye huo udhaifu. Lakini timu hizi kutoka mataifa mengine ya Afrika ni very challenging kucheza nao. Kucheza na wa Angola, kucheza sijui na wa Mali, kucheza na wa Ivory Coast, kucheza na wa Zambia, na wa Botswana, na wa Afrika Kusini. It's very tough game dhidi ya wapinzani wa namna hiyo kwa sababu tunafahamiana, tunajuana. Anajua wapi pa kudhibiti, wapi pa kushika. Ukitaka ucheze naye usiku sawa, ukitaka mchana sawa, asubuhi sawa, yani nyumbani kwenu kama nyumbani kwake. Na hivyo hivyo na sisi tukienda nyumbani kwao kama nyumbani kwetu. Huo ndio ubaya ama ugumu wa kucheza na wapinzani wa namna hiyo. Kwa hiyo kundi letu ni gumu sana. Na ukiangalia mechi mbili za mwanzo zina matokeo ya kushangaza mno. Simba tumeshangazwa, Esperance ameshangazwa. Hakuna ambaye alitegemea Stade Malien anaweza akamdindia Esperance, lakini imetokea nyumbani kwake pale pale Tunisia wamegawana alama 1-1. Hakuna ambaye alitegemea Simba Sports Club kuduazwa nyumbani kwake. Tumediwazwa, tumekula bao 1 ukabila. Yani wale ambao tulikuwa tukipewa nafasi kwenye kundi letu na wale ambao walikuwa hawapewi nafasi kwenye kundi letu ndio wamegeuka mashujaa weekend iliyopita. Hiyo ni dalili ya kundi gumu. Yani usimtegemea anafanya usiyoyategemea. Unayemtegemea anafanya usiyoyategemea. Ndio dalili ya kundi gumu. Sasa tunakwenda kucheza tarehe 30 dhidi ya Stade Malien. Tutakwenda kwenye mchezo mwingine mgumu. Na mbaya ama nzuri ni kwamba confidence aliyoipata baada ya kusuluhu dhidi ya Esperance imemuongezea nguvu kubwa kweli kweli. Wakati anakwenda kucheza na Esperance hata yeye mwenyewe hakuwa na uhakika anakwenda kupata kitu gani. Lakini amekwenda pale, amefanikiwa kuondoka na alama 1. Imemuongezea matumaini makubwa na ujasiri ya kwamba naweza nikamfanya yoyote chochote hapa. Sasa hicho tunakwenda kukutana nacho Simba Sports Club. Mechi dhidi ya Stade Malien ni jiwe kweli kweli. Lakini sisi tunajiandaa kwenda kufanya vizuri. Tunafahamu haitakuwa rahisi, lakini tunakwenda kupambana tupate walau alama 1 ili tujirejeshe katika mhimili wa kiushindani kwenye kundi letu. Kwa namna ambavyo umewaangalia wapinzani ambao tunaenda kukutana nao, tunaweza kupata hiyo alama 1? Tunaweza kupata 1, tunaweza kupata 3. Kama wachezaji na benchi la ufundi watatimiza majukumu yao ipasavyo. Kama wachezaji wataepuka kufanya aina yoyote ya makosa katika mchezo huu. Kama kila mtu atakuwa na umakini wa 100%, tuna uwezo wa kupata ushindi. Tukacheze Champions League kweli kweli, tukacheze ugenini kweli kweli. Tusiwe hata na dakika 1 ya kufanya makosa wala dakika 1 ya kurelax katika mchezo huu. Yani kila muda tuutake, kila muda tuusake, kila muda tuutafute. Tuzuie kwa discipline kubwa. Inawezekana Tobe, inawezekana tukachukua alama 3, inawezekana ngoma ikawa ngumu tukachukua alama 1. Yani tusifungwe mchezo huo, inawezekana. Sawa, semaji. Tuje katika mkutano mkuu sasa. Tarehe 30 kuna mkutano mkuu wa kikatiba wa mwaka wa Simba Sports Club. Siku hiyo kutakuwa kuna matukio mawili. Kuna mechi tarehe 30. Mechi itakuwa ni jioni, mkutano ni asubuhi. Kwa hiyo mkutano utaanza saa 2 kamili asubuhi mpaka saa 5, saa 6, saa 6. Imezidi sana saa 7, lakini sidhani kama naweza kafika huko. Tutakuwa tumesha maliza. Baada hapo wanachama wa Simba wanapata ruksa ya kwenda kufanya maandalizi ya mwisho ya mchezo. Lakini niseme kitu kimoja kwamba hakutokuwa na mwingiliano wowote wala athari yoyote. Wapo watu ambao wanahusika kwa 100% na maandalizi ya mkutano, na wapo watu ambao wanahusika kwa 100% na maandalizi ya mchezo. Hakutakuwa na mwingiliano
wala hakutakuwa na changamoto ya aina yoyote. Matukio yote yatakwenda vizuri, yatakwenda kwa ufasaha kwa sababu yanaratibiwa kwa kutumia mifumo rasmi ya Kisimba Sports Club. Huu ni mkutano wa kikatiba, una muongozo wake kwa mujibu wa katiba, na mechi iko pale ambayo maandalizi yake tayari yameshaanza, na tayari mratibu wa timu ameshasafiri Abbas Ali kwa ajili ya kwenda kuandaa mipango yote ya timu na kila kitu. Kwa hiyo hakutakuwa na changamoto ya aina yoyote, na mkutano utamalizika mapema ili kuwapa nafasi wana Simba kwenda kusubiria mechi ichezwe. Na mkutano utafanyika katika ukumbi wa Diamond Jubilee Upanga pale, na tayari agenda zimeshawasilishwa kwa wanachama, watazipitia. Kwa hiyo kila mtu ataingia pale tayari akiwa ameshafahamu kitu gani kinakwenda kujadiliwa. Mwenye maoni, mwenye mawazo yake atakuja kuyatoa hapo kwa ajili ya kuijenga Simba yetu. Lakini jambo la msingi ni kwamba kila mwanachama ambaye anataka kuhudhuria mkutano huo tunamkumbusha kulipia kadi yake ya wanachama, kulipia ada yake ya mwaka ili apate uhalali wa kikatiba wa kuhudhuria katika mkutano wetu. Na nichukue nafasi hii kuwahimiza tena mashabiki wa Simba kuwahi mapema siku ya mkutano ili tufanye mkutano wetu kwa amani, tumalize mapema, watu wakaendelee na maandalizi ya mchezo. Shukrani sana. Asante sana.